الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أصحابه الميامين المتجبين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola ambaye ametujalia kwa ukarimu wake na utukufu wake tukakusanyika mahala hapa wakati kama huu, lakini vile vile rehema na amani nyingi zisizokuwa na idadi wala kikomo zimwendee kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ahali zake waliotakaswa wakatakasika, masahaba wake wema na wale wote waliomfuata kwa wema na yaumidin. Kama tulivyoelezwa, tuko katika tukio la kukumbuka moja ya matukio muhimu kabisa katika historia yetu ya Kiislamu. Tukio hili ni tukio adhim, ni tukio kubwa, tukio ambalo ni la kumtangaza kiongozi wa umma baada ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunajua sote kwamba mtume alifanya kazi kubwa sana na alipata tabu nyingi sana ili kuhakikisha kwamba kutoa umma wa wanadamu kutoka kwenye maangamio, kutoka kwenye giza kupeleka kwenye nuru, na alivumilia mengi sana mpaka mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kwamba ma udhiya nabii mithli ma udhitu. Kazi kubwa aliyokuwa akifanya ya kutangaza, ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, wakati ya kuwa katika kazi hiyo mtume alifikia akasema kwamba hakuna nabii aliyepata maudhi, aliyepata tabu, dhiki kama nilivyopata mimi. Na hayo tunayashuhudia pale watu wa Maka walipoazimia kumtoa mtume katika mji wake mtukufu na akalazimika kuhamia katika mji wa Maka. Ala kulli hal, mtume alikuja na ujumbe kutoka Mwenyezi Mungu kuwakomboa wanadamu, kuwatoa katika hali ya dhiki, hali ya kutokuelewana, hali ya kupigana, hali ya kudhulumiana, na akawaleta katika nuru. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa katika kazi hii, na hususan katika miaka mitatu ya mwanzo, mtume aliona jambo hili kwanza awafikishie watu wa nyumbani kwake, watu wa karibu naye. Na hii ni desturi ya kawaida, wanasema mumlika nyoka huanzia wapi? Miguuni. Kwa hiyo mtume alipokuwa anawaita watu katika jambo hili tukufu la kheri, hakupenda aanze kazi hii mbali, hakupenda aanze kuita watu wa mbali, alitaka awaite watu wa karibu. Na hili tunalipata pale Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipomwamrisha mtoto wa ami yake Ali bin Abi Talib alayhi salam awaite jamaa zake, awaite watu wa karibu. Historia inatuambia kwamba
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliwaita jamaa zake wa karibu wapatao kama 40 hivi, lakini kwa kuwa mtume ni mkarimu, mtume yuko katika kilele cha juu cha tabia njema, alimtaka Imam Ali alayhi salam sambamba na kupeleka ujumbe watu wahudhurie, lakini aande chochote wageni watakapokuja basi wasitoke mikono mitupu, wapate maji ya kunywa. Historia inatuambia kwamba mtume aliandaa chakula, alipata nafikiri ilikuwa ni mchele kiasi fulani, sijui zilikuwa ni kilo ngapi, lakini pengine zinaweza kuwa kilo 2 au kilo 3 ala kuli hal. Lakini vile vile akamwambia kwamba aandae na bakuli moja la maziwa mazuri. Alipowaita wale watu wakakusanyika, wakala chakula, kama nilisema kwamba chakula maandalizi yake ilikuwa ni kidogo, na hili halifichikani. Mboga ilikuwa ni mguu wa mbuzi na maziwa kama nilivyosema. Chakula jinsi kilivyoonekana katika macho ya watu, wanasema kwamba kama angekaa mtu mmoja katika wale walioitwa akakaa vizuri, kile chakula angekimaliza na asingebakisha. Cha ajabu ni kwamba watu 40 walikula chakula kikabaki, mguu wa mbuzi na chakula hicho na maziwa hayo. Kwa hiyo walikunywa wakashiba, maziwa yakabaki, chakula kikabaki. Sasa wakati mtume wageni wake wameshapata chakula, anajiandaa kusema jambo, akatokea mmoja katika wale sema kwamba mtume amewaloga, chakula kidogo namna hii angekula mtu mmoja akikimaliza, lakini sote tumekula, tumeshindwa kumaliza. Sasa alipotangulia kusema maneno hayo, sasa mtume akawa hana namna ya kusema. Kwa hiyo kikao kimeharibika, lakini watu alhamdulillah wamepata tabaruku. Ikabidi mtume afanye maandalizi kama hayo, awaite watu kwa idadi ile, maandalizi ya chakula ni yale, mboga ni ile, na maziwa ni kiasi kile. Sasa siku hiyo hasa walipokula wakamaliza wakashiba, sasa mtume akawafikishia ujumbe wa Uislamu. Lakini nachotaka kusema hapa ni kuonyesha kwamba mtume alifanya maandalizi gani ya siku ya Ghadiri. Kwa hiyo maandalizi ya siku ya Ghadiri, lile tangazo alilitoa mtume siku ya Ghadiri, maandalizi yake yalianzia hapa. Kwa hiyo aliwaambia, ni nani ataniamini, atanifuata katika jambo hili, ili awe akhi wa khalifati wa waziri. Kwa hiyo haya yote alikuwa anataka apate mtu wa kumsaidia katika kazi hii nzito, katika kazi hii ngumu. Kwa hiyo mtume isingekuwa ni vizuri atoke aende mtaani uko mwingine amtafute mtu wa kumsaidia katika kazi hii. Kwa hiyo alitaka mtu atokane na watu wake, wanemfahamu vizuri, anawafahamu vizuri. Kwa hiyo katika wale watu wote hakuna aliyekubali hilo isipokuwa Ali bin Abi Talib. Anasema kwamba mimi nitakuwa msaidizi wako, nitakuwa ndugu yako, na nitakuwa khalifa wako. Abu Lahab akasema maneno, akatoa kibwagizo cha kuwachekesha watu, akamwambia Abu Talib kwamba anakuamrisha mtii mtoto wako. Watu wakacheka wakaondoka. Lakini cha msingi ni kwamba ujumbe ulifika. Kwa hiyo mtume siku ile ya Ghadiri alikuwa anatangaza ambacho kimefanyika miaka 23 iliyopita. Kwa hiyo pale ni Imamu Ali ndio alikubali kwamba atakuwa kwanza ndugu yake na mtume, msaidizi wake na mtume, na khalifa wake na nani? Na mtume. Alikubali jukumu hili tangu siku ile. Kwa hiyo mtume alikuwa anamwandaa mtu huyu kwa kazi kubwa. Lakini tukumbuke kwamba pia huko nyuma Imamu Ali
alikuwa anaishi katika nyumba ya Mtume, na maandalizi aliyoyafanya kwa Imamu Ali ni maandalizi ya namna yake. Imamu Ali mwenyewe anasema kwamba mimi nilikuwa namfuata Mtume kama vile ndama anavyomfuata mama yake, hatua kwa hatua. Lakini unaweza kusema kwamba ilikuwa pengine katika matembezi tu, halihusiani na mambo ya uongozi, halihusiani na mambo ya kubeba majukumu. Lakini mwenyewe pia anasema allamani Rasulullah alfa bab yuftahu min kulli babi alf bab. Kwa Mtume katika mwendo huu, katika kuwa kwake, amenifundisha milango 1000 ya elimu. Kila mlango unafunguliwa milango mingine 1000. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba Mtume alimfundisha Imam Ali kanuni za elimu, misingi ya elimu. Sasa kila msingi unanyambulishwa na kutoka misingi mingine 1000. Sasa elimu ya namna hii ilikuwa ya namna gani? Ni nyingi kiasi gani? Kwa hiyo alikuwa anafanya maandalizi ya kumwandaa mtu ambaye siku akimwambia kama hala hapa hapatotetereka kitu, hakutoharibika kitu. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amesikika na amesema kwamba a'lamukum Ali, aqwakum Ali. Haya anayafanya ili kuandaa masikio ya watu, ili kuwafanya watu wawe tayari siku wakija kusikia kwamba Ali ndio atashika mahala pa Mtume, wasishtuke, kwa sababu ukaribu yuko karibu naye. Katika elimu ndio mwenye elimu, katika mambo ya hukumu ndio mwenye kujua hukumu zaidi. Kwa hiyo watu watakaposikia siku ya Ghadiri kwamba Ali ndiyo kiongozi wenu, wasishangae wala wasishtuke. Kwa hiyo Mtume alifanya maandalizi ya namna hii. Lakini pia mara nyingi amesema zaidi ya mara moja, akisema kwamba inni tariku fikum thaqalain, kitab Allah wa itrati ahla baiti in tamasaktum bihima lan tadhillu min ba'di abada. Kwa hiyo haya yote akionyesha kwamba Uislamu utakuwa na utaratibu wake, Uislamu utakuwa na mfumo wake. Kwa hiyo tukitaka kiongozi lazima tutataka kwa utaratibu ambao umeandaliwa, sio wa kukurupuka. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuyaandaa haya, katika kuyawekea mazingira mazuri, ni pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna ma yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahla albayt wa yutahhirakum tathira. Kuonyesha kwamba sambamba na yale aliyosema Mtume, hasa Mwenyezi Mungu anawathibitishia na anawahakikishia kwamba haya anayofanya Mtume yako sawa sawa, kwamba hawa watu ambaye Mtume anakusudia kuja kutangaza jambo, kuja kuwaachia uongozi, ni watu ambao ni safi. Kwanza wamehifadhika, wamelindwa kutokana na uchafu wa aina yoyote, uchafu wa madhambi, uchafu wa kusahau, na uchafu wa aina yoyote ile. Kwa hiyo wamehifadhika. Kana kwamba hiyo haitoshi, akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba, kwamba katika kazi hii ambayo Mtume amepata adha, amepata tabu, amepata dhiki, Mtume anasema hahitaji malipo. Kama watu wangeambiwa na Mwenyezi Mungu wamlipe Mtume baada ya kuwatoa katika hali ngumu ya dhiki namna hiyo, walikuwa wakipigana wao kwa wao, sijui wangemlipa kiasi gani. Lakini anasema kwamba sitaki kwenu malipo ya aina yeyote, ninachotaka kwenu ni kuwapenda jamaa zangu wa karibu. Na hili watu waliliuliza, jamaa zako wa karibu ni nani? Ni sisi? Ni muhajirina? Ni ansari? Au ni nani? Kwa sababu wote wanasema kwamba ni jamaa zake Mtume. Lakini Mwenyezi Mungu akawabainishia kwamba ni Ali, ni Fatima, ni Hassan na Hussein, na wanatokana na kizazi chao. Kwa hiyo haya yote yalikuwa ni mazingira ya kuandaa ile siku ya Ghadiri. Lakini vile vile ili mambo haya atakapoyasema Mtume yaonekane kwamba ni maneno barabara, Mwenyezi Mungu alisema kwamba
la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ili itakapotokea siku moja mtume akasimama mbele ya watu akasema maneno, watu watasema yao. Anapendelea ukoo wake, anapendelea Bani Hashim. Sasa wamefungwa pale kwamba wasiseme, wakija kusema wajue kwamba mtume anaposema anasema ambayo yanaafikiana na nani? Na mbinguni, yanaafikiana na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu karibia na tukio la Ghadir iliteremka aya ambayo inasema an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, kwamba mtume ndio mwenye kutawala mambo ya waumini. Kwa hiyo mtume akisema fanya hivi, hakuna cha kujadili, hakuna cha kufikiri, sam'an wa ta'a. Kwa hiyo mazingira yote haya aliandaa. Kwa hiyo tutakapozungumza kwa mtume alimtangaza Imamu Ali siku ya Ghadir, hakukurupuka. Swala hili halikuanzia pale, maandalizi yake yameanza tangu siku ya kwanza ulipoteremka Uislamu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametoka Maka, ameishi miaka 13, amehamia Madina, akaishi miaka 10 na kitu. Mtume alipofikia umri wa miaka 10 Madina, aliwatangazia Waislamu kwamba ana azma ya kwenda kufanya ibada ya hija Maka. Kwa hiyo Waislamu walipata muda wa kujiandaa. Inajulikana kwamba miezi ya hija ni Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja. Kwa hiyo katika miezi ya mwanzo ya Dhulhijja na Shawwal na Dhulhijja, mtume alipeleka tangazo hili, watu wakatangaziwa kwamba mtume mwaka huu Dhulhijja ataenda kufanya ibada ya hija. Kwa hiyo watu walifanya maandalizi ya hali ya juu, watu walijiandaa barabara, isipokuwa kulitokea ukame, kulitokea njaa wakati ule. Kwa hiyo watu wengi hawakuweza kutokea. Lakini pamoja na hivyo, historia inatuambia kwamba watu waliotoka Madina pamoja na mtume kwa shauku waliokuwa nayo ya kwenda kufanya ibada ya hija, tarehe inatuambia kwamba kwa uchache walikuwa 90,000. Wengine wanasema kwa uchache walikuwa 114,000. Wengine wanasema kwamba walikuwa 1,124,000. Wengine wamefikisha mpaka 130,000 na wengine wamefikisha mpaka 150,000. Hawa 150,000 ni watu ambao wametoka na mtume Madina peke yake. Lakini wakati ule Imamu Ali hakuwepo Madina. Imamu Ali alikuwepo Yaman akifanya kazi kule ya tablighi. Kwa hiyo Imamu Ali alipopata tangazo la mtume kwamba kuna hija mwaka huu, alitoka na kundi la watu. Hili hatuambii walikuwa wangapi. Uislamu ulikuwa umeshafika Misri. Wa Misri walitoka na kundi la watu, hatuambii walikuwa wangapi. Watu wa Sham walitoka, hatuambii walikuwa ni wangapi. Watu wa Iraki walitoka, hatuambii walikuwa ni wangapi. Kwa hiyo mtume alipokuwa anatoa tangazo lile, fikiria kwamba ile idadi ilikuwa ni kubwa kuliko hiyo 124,000. Hii 124,000 ni watu kutoka Madina peke yake. Kwa hiyo mtume alienda akafanya ibada ya hija, akamaliza. Ni kawaida lazima watu warejee. Kwa hiyo wakati wa kurejea sasa, walipofika sehemu inayoitwa Al-Juhfa au Ghadir Khum, ambayo sehemu hiyo iko nje ya mji wa Maka na iko baina ya Maka na Madina. Sasa kabla ya watu kutawanyika, sasa wa Iraki waende kwao Iraki, wa Yaman waende kwao Yaman, wa Syria au Sham waende kwao Sham, na wa Misri waende kwao Misri. Sasa ilipofika wakati ule, mtume kwanza, kabla ya ile asubuhi, kuna sehemu ya karibu ilibidi alale apumzike. Najua misafara ya jangwani inapoenda lazima ifike mahala itue, ipige kambi pale, wapumzike, walale, kisha waendelee. Sasa katika usiku wa tarehe 18 Dhulhijja,
ndipo ambapo iliteremka aya hii, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Kwa hiyo aya hii sio kwamba iliteremka pale ambapo mtume amewakusanya watu, hapana. Jibril alimjia Mtume Muhammad katika usiku wa tarehe ya 18 Dhulhijja, akamfikishia aya hii. Kwa hiyo kilichobaki sasa ni kwenda kuitangaza. Lakini ataitangaza wapi? Lazima sehemu ambayo mtume anaenda kutangaza tangazo hili iwe ni sehemu ambayo inafaa. Kwanza, inaweza kukusanya watu kwa idadi hii tuliyoisema, watu pengine karibia 200,000 au zaidi. Kwa hiyo ukiambiwa Ghadir Khum ni sehemu ambayo ina bonde lakini kuna tambarare, na inaweza ikahifadhi idadi hii ikakaa na kuweza kumsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa kutoa tangazo lake. Kwa hiyo mtume alipotoka asubuhi kuelekea sehemu hii ambayo inaitwa Ghadir Khum, ilikuwa umefika wakati wa dhuhuri. Sasa mtume hapo ndipo alipoona kwamba ni mahali ambapo panafaa sana kufikisha ujumbe huu kwa watu waliokuwepo. Kwa hiyo alitoa agizo kwamba waliokuwa mbele, na ni kawaida ya misafara, watu wote hawezi kutembea katika mstari mmoja, lazima kutakuwepo na waliotangulia, walio katikati, walio nyuma. Kwa hiyo wale waliokuwa wamepita sehemu ile, mtume alitoa amri warejee mahali pale, na wale waliokuwa nyuma walisubiriwa wapelekewa tangazo wawahi kufika, na waliokuwa mahala pale wakatulia. Sasa hali ya hewa, historia natuambia kwamba ilikuwa ni hali ya hewa, ilikuwa ni ya joto sana, na ndivyo zilivyo nchi zetu zilizo katika eneo la joto. Kwa hiyo pale kuna miti pale, mtume aliamuru kwamba atengenezewe mimbar ambayo itamfanya atakapokuwa amesimama ionekane, mtu wa mwisho amuone, watu wote wasikie sauti yake na watu wote wamuone. Kwa hiyo alitengenezewa mimbar ya matandiko ya ngamia mpaka akawa amepanda sehemu ile na akaonekana na kila mtu. Lakini kabla ya hapo kulisimikwa mahema, watu walipiga kambi pale, likatengenezwa hema la mtume, likatengenezwa hema la Imamu Ali na mahema mengine. Kwa hiyo pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipotengenezewa mimbar ile, alitaka kuuliza watu, alastu aula bilmu'minina min anfusihim, je, mimi si ndio bora kuliko waumini? Mimi si ndio nawatawalia mambo yenu? Nikisema basi mnaacha, nikisema fanyeni mnafanya. Wakasema ndio. Sijafundisha swala, umefundisha. Sijafundisha zaka, umefundisha. Sijafundisha funga, nimefundisha. Mambo yote mtume anawatajia, na wao wanasema nashhad laqad balagta, tunashuhudia kwamba umeshafikisha. Sasa aliposema hayo yote na Waislamu wanaitikia kwa ndio na wanashuhudia kwamba amefanya hivyo, akasema kwamba faman kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu. Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hiyo aliwafikishia watu ujumbe wa namna hii, na maneno haya mazuri mafupi, man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu. Maneno haya anayakariri mshairi anaitwa Hassan bin Thabit, anayeleta katika mtiririko wa mashairi, anasema yunadihim yawma al-ghadiri nabiyuhum bikhumin wasma' birrasuli munadiya waqal
faman maulakum wa waliyukum, faqalu walam yabdu hunaka taadiya, ilahuka maulana wa anta waliyuna walan tajida minna laka alyawma asiya. Faqala lahu qum ya ali fa innani radituka min ba'di imama wa hadiya. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu faman kuntu maulahu fahadha waliyuhu fakunu lahu ansara sidqi muwaliya. Hunaka daa Allahumma wali waliyahu wa kun lilladhi aada aliyan muadiya. Kwa hiyo maneno haya ambayo aliyasema Mtume, sasa Hassan bin Thabit akayaleta katika mtiririko wa ushairi. Huyu alikuwa ni fasaha katika lugha ya Kiarabu na alikuwa ni mtu hodari, ni mtu ambaye anaweza akatunga mashairi uwanjani pale pale. Kwa hiyo akayaleta katika mtiririko huu kuonyesha kwamba Mtume sasa ameshamtangaza Imam Ali ndiyo ni khalifa, ndiyo kiongozi baada yake. Kwa hiyo huyu aliyafahamu maneno ya Mtume moja kwa moja, hakutafuna kwa sababu yalikuwa wazi. Historia inatuambia kwamba tukizungumza tukio la Ghadiri, inaonekana kwamba ni tukio ambalo lilifanyika kwa masaa machache, watu wakatawanyika. Shughuli hii ilichukua muda wa siku 3. Yani Mtume alipopiga hema pale akamtangaza Imam Ali ndio kiongozi baada yake, kisha watu wakampongeza. Hebu fikiria idadi ya watu 100,000 peke, 124,000 peke yake wa Madina, changanya na sehemu zingine, hawa watu wakisongamana kwenda kumpa mkono wa bai'a, unafikiri ingechukua muda gani? Nakumbuka kwamba Mtume alipokuwa anatoa khutba, ile khutba ilikuwa ni ndefu, amewashuhudisha watu, khutba ilikuwa ni ndefu. Kisha alipomaliza wakatoka waliotoka kwamba kumpongeza, bakhin bakhin ya ibn Abi Talib asbahta maulai wa maula kulli mu'min wa mu'mina. Unafikiri tukio hili lilichukua masaa mawili? Mtume mwenyewe alizungumza baada ya hapo, inawezekana alifika si saa ngapi. Kwa hiyo lilichukua muda. Sasa watu baada ya tangazo hili walipata fursa ya kumpongeza Imamu Ali. Waliosikika zaidi ni Abi Bakar Siddiq na Umar al-Faruq. Hawa ndio waliosikika wakisema kwamba bakhin bakhin ya ibn Abi Talib asbahta maulai wa maula kulli mu'mini wa mu'mina. Pongezi pongezi, hongera hongera ewe mtoto wa Abi Talib, umekuwa kiongozi wangu na umekuwa kiongozi wa kila Muislamu, mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo huyu alielewa neno maula ni nini. Lakini vile vile Umar bin Khattab aliyesema maneno haya. Sasa wengine historia haituambii walisemaje, lakini tunaambiwa kwamba watu walitoa mkono wa bai'a kwa muda wa siku 3. Mahema mawili yalijengwa, lakini kulikuwa na mahema mengine mengi. Tunayataja ni mangapi? Tunataja hema la Imam Ali, tunataja hema la Mtume, kwa sababu Imam Ali ndio alikuwa anapongezwa. Kwa hiyo watu walikuwa wanaenda kumpongeza Imam Ali, wanawake kwa wanaume. Wanaume ni kawaida kwamba walipiana mikono na kupatikana ule muanaka, mambo yakaenda namna hiyo. Ilipofika kwa wanawake sasa, watafanyaje? Wataenda kumpa bai'a Imam Ali kwa kumshika mkono. Ulitengenezwa utaratibu, yaliwekwa maji kwenye beseni, Imam Ali akatia mkono wake pale, kisha akina mama kwa utaratibu ule walikuwa wanaenda kuweka mkono wao katika yale maji ambayo Imam Ali aliweka mkono, na hiyo ndio ilikuwa bai'a yao. Kwa hiyo tukio hili lilichukua muda wa siku 3, lakini vile vile walienda kumpongeza Mtume kwa sababu washuhudie kwamba amefanya kazi, amefikisha ujumbe. Kwa hiyo walishuhudia kwamba amefikisha nini? Ujumbe. Kwa hiyo baada ya kutoa bai'a kwa Imam Ali, walienda katika hema la Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakampongeza.
Na ilipokamilika kazi hii, wanasema Mtume alimshika Imam Ali mkono akaunyanyua mpaka makwapa yake yakaonekana. Man kuntu maulahu fahadha aliyu. Amemshika mkono hivi, na watu karibu 200,000 wanayashuhudia tukio hili. Kisha kamalizia Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, kwa sababu ni jambo la kawaida. Ukiwa na jambo zuri utaungwa mkono, lakini pamoja na kwamba na jambo zuri kuna watu ambao watalipinga moja kwa moja. Sio mazuri yote ni mazuri kwa watu. Kwa Mtume alipata upinzani pale. Ile sala sailu inajulikana kwamba yule bwana aliyepinga akamwambia Mtume, ewe Muhammad bin Abdullah, hakumuita Mtume Muhammad bin Abdullah, umetuambia tuswali tukaswali, umetuambia tufunge tukafunga, umetuambia tutoe mali zetu tumpe Mungu tukatoa, umetuambia tupigane jihadi tukafanya. Mtume hujaridhika na haya yote mpaka umetutawalisha mtoto wa ami yako. Mtume, haya ni ya kwako ni ya Mungu? Kisha kamalizia, kama ni ya Mungu naomba ashushe adhabu hapa hapa. Sail na kisa kinaelezea kwamba Mwenyezi Mungu hakumcheleweshea wala hakumkopesha, alimlipa pale pale na biashara ikaisha. Lakini watu hawako katika fikira moja ya kufahamu. Kuna watu ambao wanatazama mtazamo wa mbali. Huyu bwana Harith huyu, yeye mtazamo wake na jaziba zake zilikuwa ni za hapa kwa hapa. Lakini kulikuwa na watu ambao wana mtazamo wa mbali na wana uoni wa mbali. Walimwangalia Mtume Muhammad wakamuona kwamba kwa umri alionao hawezi akaishi miaka 100, hawezi akaishi miaka 30. Baada ya hapo sana sana anaweza kuishi miaka 5 mingapi mbele. Kwa hiyo wao waliona kwamba kama utapambana na Mtume Muhammad kwa sura hii ambayo bwana Harith ameifanya, hatima yako ni kuangamia, hatima yako ni kuteketea. Lakini tutasubiria, miaka yake itaisha, akishaondoka huyu tunaweza tukafanya tutakayo. Kwa hiyo kuna watu ambao dhahir nyuso zao zilionyesha kwamba zinatabasamu, zimefurahia. Bakhin ya ibn Abi Talib, asbahta maulaya wa maula kulli mu'min wa mu'mina. Hii acha itamkwe, acha katika macho ya watu onyesha uso wa furaha, onyesha uso wa tabasamu, lakini moyoni ya kwako yaweke. Utakapofika wakati utayatoa, wakati ule utakuwa salama. Kwa hiyo historia inatuambia kwamba baada ya miezi 2 na siku kadhaa, Mtume wa Mwenyezi Mungu alienda kwa Mola wake, na watu wala yani hawakupoteza hata sekunde. Kwa hiyo hata kabla jamaa wa Mtume wanafikiria namna gani watamzika Mtume, watu walifanya yao. Na hii ndio kawaida ya binadamu. Lakini pia mtu anaweza akauliza swali kwa kutunga muda hapa, na watu wengi wanaanza kulala hapa, na mimi namalizia. Watu katika hili maamuzi yanapotolewa, kiongozi anapotoa maamuzi au anapotoa maelekezo, anaweza akapingwa pale pale au anaweza akaachwa akishateremka watu wakafanya yao. Kwa hiyo mtu anaweza kuuliza, katika hali hii watu 100 na kitu, karibu 200,000, ilikuwaje wakaenda kinyume na maagizo ya Mtume? Hili tunaweza kulijibu kwa rahisi sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa vita ya Uhud alipanga jeshi lake likapangika, akachagua wapiganaji, wapanda farasi,
waenda kwa miguu, watu pa mishale ambao aliwaweka juu ya mlima. Akawaambia, vyovyote itakavyokuwa, nimeuliwa mimi, Waislamu wamemalizika wote, Waislamu wameshinda, msiteremke, mbaki pale pale, yani asitoke mtu hapa. Katika raundi ya kwanza Waislamu walipigana wakashinda, makafiri wakaanza kukimbia, wanaacha mali nyuma, Waislamu wakaanza kuokota ngawira. Wale kule wakasema, unajua mtume aliposema maneno haya alikuwa anajua atashindwa, alikuwa hajui kwamba atashinda, sasa ameshinda, kazi imeisha. Wakaacha ile nafasi waliopewa, wakateremka. Kule ni kuasi amri ya mtume. Mtume anasema kwamba tukishinda mbakie, tukishindwa mbakie. Sasa walipoacha ile nafasi, amri moja tu ya mtume, matokeo yake waliuliwa Waislamu 72. Amri moja ya mtume waliuliwa watu 70 na ngapi? Lakini mtume pia hakusalimika, meno yake yalipigwa yakavunjika. Hiyo ni amri moja tu. Mtume yuko uwanjani, watu wanamuona, wanamkhalifu, wanaacha amri yake. Sasa je, akitoa amri alafu akaondoka, watu watafanyaje? Si ndio watafanya zaidi? Mfano mwingine wa mtume kuasiwa hali ya kweli kwa haya, mtume amerudi katika hijjatul wida. Hatujasema kwamba ile hija baadaye iliitwa hijjatul wida kwa sababu ndio ilikuwa hija ya mwanzo na ya mwisho. Mtume alipokuwa Madina alitoa amri. Kuna kipindi ambacho Zaid na Jaafar Tayar na mmoja katika masahaba ambao walichaguliwa katika kuwa makamanda katika ile vita. Vile vita vilikuwa baina ya Warumi na Waislamu. Sasa Warumi kwa kuwa walikuwa wameshaanza mambo ya vita na ni wakoga katika vita, Waislamu walipoenda kupigana katika ile vita, kwanza idadi yao haikuwa sawa na maandalizi hayakuwa sawa, lakini waliamua kupigana. Walipopigana, Zaid akauliwa, Jaafar tayari akauliwa na yule mwingine akauliwa. Sasa waliporudi sasa, mtume aliona ampe ukamanda wa jeshi lile kwenda kupambana na Warusi mtoto wake na Zaid ambaye anaitwa Usama bin Zaid. Sasa mtu akienda katika ile mapambano anajua baba yangu ndio aliyefia hapa, ukampa ukamanda, unafikiri atapigana namna gani? Sasa alimpa Usama ukamanda wa jeshi lile, kisha akawataka masahaba wote na ukubwa wao wawe chini ya uongozi wa Usama, ili kwanza waanze kuzoea kwamba sio kwamba huyu ni mdogo, amri ya mtume itiiwe. Sasa alipotoa amri na akasema jeshi liondoke mara moja, lakini mpaka mtume anafariki watu hakuna aliondoka. Mtume alipotambua ile akasema la'natullahi man takhalafa an jeshi Usama. Laana mtume anaitoa, lakini watu wanapita hivi, anatoa kichochoro kile, haendi kule kambini mpaka mtume anafariki, lile jeshi halijaondoka, wakati mtume anasema kwamba jeshi liondoke haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo amri ya mtume wameihalifu hali ya kuwa mtume yuko pamoja nao. Sasa unafikiri baada ya mtume wangefanya nini? Hadithi wala haraj. Kwa hiyo haya ndio yaliyotokea, pamoja na kwamba mtume aliweka mipango mizuri, maandalizi mazuri. Alianza tangu siku ya mwanzo wa Uislamu mpaka ile siku ya mwisho kabla miezi miwili kufariki, akatangaza mbele ya jamaa hawa, wanaenda Yaman wamjue kiongozi wao, wanaenda Iraki wamjue kiongozi wao, wanaenda Misri wamjue kiongozi wao, wanabaki Maka wamjue kiongozi wao, watu wote. Lakini mambo yakuja kupinduliwa asubuhi hii moja tu, na watu pia wakabweteka. Ungesema ungekuwa wewe ungesema wewe basi, lakini hasa huyu amekuja tutafanyaje? Amri ya mtume iko pale, watu wanasema tutafanyaje? Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa kifupi, tukio la Ghadir Khum ni tukio la kutangaza uongozi wa Imam Ali, uongozi baada ya kuondoka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio pale watu walishajua pia kwamba
al-khulafa min ba'di 12. Haya yalikuwa yanajulikana, awaluhum Ali wa akhiruhum al-Mahdi. Haya yalishajulikana, yalishasemwa, lakini watu wakaja wakengeuka. Lakini haki ni haki, itabaki kuwa haki hata kama itafuatwa na wachache. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilikuwa. Lakini tukio la Ghadiri ni tukio ambalo limepokewa na watu wengi kabisa kwa idadi kubwa. Utalikuta katika vitabu vyote vya hadithi, vya sira, vya tafsiri, vya lugha. Utakuta tukio limeandikwa vizuri na katika hali ambayo huwezi kuamini macho yako na masikio yako. Lakini yaliyotokea ndio hivyo, wakabaki wale ambao wamemfuata mtume kwa haki, na waliokengeuka watabaki katika njia yao hiyo mpaka warejee. Kwa hiyo inshallah katika tukio hili nakumbuka siku ya kutangazwa Imam Ali kupewa mikoba na hatamu za uongozi wa umma huu, baada ya kuwa ameandaliwa kushika majukumu haya barabara, kwa kujua mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakaposhika mahala pake atakuwa ameshika mahala pazuri. Ana Madina